na kibali machoni pa Mungu katika ibada ya leo ya siku ya Alhamisi. Leo ratiba yetu ni kuyachunguza maandiko. Maana yake ni ibada ya kujifunza neno la Mungu ambalo ndani yake lina uzima. Mungu anapolituma neno lake halitumi likiwa halina cha kufanya. Mungu anapolituma neno lake anakuwa na kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kuna habari moja ambayo Yesu alizungumza kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 11 mstari wa 2. Biblia inasema Yesu akawatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia, nendeni kwenye kile kijiji, utamkuta mwanapunda amefungwa, mfungueni. Na mtu akiwauliza, mwambieni hivi, Bwana ana haja naye, amtoe. Hapo ni pale Yesu alikuwa anataka kuingia Yerusalemu. Na kwa wakati ule ukiwa umepanda punda, maana yake ulikuwa unaonekana wewe ni mtu wa hadhi fulani, kwa sababu punda ilikuwa ni usafiri adimu, na ulikuwa ni usafiri ambao walikuwa wakiwatumia watu wakubwa. Unaona, Yesu ili aingie Yerusalemu atengeneze attention, watu wajue kweli. Unajua ujio wa Yesu alikuja akazaliwa kwenye bonde la kulia ng'ombe. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanampuuza sana, walikuwa hawako attention sana na yeye kwa sababu ya mazingira aliyozaliwa. Ni kweli ni mfalme, lakini amezaliwa kwenye bonde la kulia ng'ombe. Kwa hiyo watu wote wakiambiwa hivi, huyu ni Mwokozi, wanasema Mwokozi kweli? Mwokozi anaweza kuzaliwa kwenye bonde la kulia ng'ombe? Mwokozi kweli anaweza kuzaliwa kwenye nyumba ya seremala? Kweli? Kwenye familia kabisa duni kabisa akazaliwa Mwokozi. Kwa hiyo watu walikuwa hawako attention sana. Kwa hiyo walikuwa wanampuuza Yesu kwa namna vile alivyo. Na hivi ndivyo maisha ya watu waliokoka. Maisha ya watu waliokoka siku zote huwa yamepuuzwa kwa sababu ya mambo mbalimbali na mambo mengi sana ambayo tunayapitia katika safari yetu ya wokovu. Kwa hiyo hata kama ungekuwa na kitu ambacho ungetaka dunia ikusikilize, dunia unasema anatakuambia wewe ana kitu huyu anakuambia kitu. Kwa hiyo ule mwitikio unakuwa mdogo sana. Kwa nini unakuwa mdogo? Kwa sababu appearance inaonyesha kwamba vitu vikubwa huwa vina mazingira fulani na vina historia fulani. Ndio maana watu wanatafuta kwanza historia ya mtu, ili historia yake ilikuwaje, anatoka huko gani, nyumba gani, familia gani, amesoma shule gani, chuo gani amesoma, wanaangalia haya nini, ili kwamba wakijiridhisha kwamba huyu mtu tumpe value fulani, kwa wanaangalia haya. Kwa hiyo lakini Mungu hayuko hivyo. Kwa hiyo dunia ina shida yake na ina tabu yake ambayo Mungu atusaidie sana ili kwamba tuweze. Sasa Yesu wakati ataka kuingia Yerusalemu, sasa akaona nisiende kia napuyanga kwa miguu, ndio ni pande gani, pande usafiri. Ikabidi awaambie wanafunzi wake, akamwambia nendeni kwenye kijiji, utamkuta mwanapunda amefungwa, mfungue. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu anataka kumtumia huyo punda apande ili aingie Yerusalemu, ingalau watu waone kwamba mfalme kweli, kwa sababu alikuwa anamwambia Hosana, ambarikiwa yeye akiwa kwa jina la Bwana. Watu wanaweka kanga zao, wanaweka matawi ya mitende, anapita anaenda Yerusalemu. Kwa nini? Ili aonekane na kila mtu. Kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ili apate usafiri wa kupanda huyo punda kwenda. Lakini jambo la kujifunza hapo ni kwamba kuna watu wamefungwa mahali na wana vitu kwa ajili ya ufalme, wana vitu kwa ajili ya Mungu, lakini wamefungwa. Aidha wamefungwa na hofu, kwamba wamejaa hofu ndani yao. Hofu siwezi, hofu mimi sijui sana, hofu na mimi familia yangu, ukoo wangu, namna nilivyoishi, siwezi mimi, labda fanya au watu fulani ndio wanaweza, lakini sio ukanda huu, hatuwezi kabisa. Ya mambo sio ukanda huu kabisa. Kwa hiyo unaona kuna watu wamefungwa katika mazingira haya, amefungwa na hawezi exercise ile kusudi la Mungu ambalo liko ndani yake, hawezi kufunua yale mapenzi ya Mungu yaliyo ndani yake, anakuwa amefungwa.
amekuwa amefungwa mahali. Unaona, kumbe hao watu wanatakiwa wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanapofunguliwa sasa, watu wote wanaanza kuona kile ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo langu ni kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna watu wana vitu ndani wamepewa na Mungu, lakini wako kwenye vifungo, wamefungwa. Wamefungwa ama na hofu, wamefungwa ama na utamaduni wa kwao, wamefungwa ama na mazingira wanayokaa, wamefungwa ama na shule walizosoma, wamefungwa aidha kulingana na desturi ya familia waliotoka. Kwenye Biblia tunamwona mtu anaitwa Gideoni. Gideoni alikuwa shujaa na alikuwa na uwezo ndani yake, alikuwa na uwezo wa kuwa mwamuzi, wa kiongozi wa kitaifa kabisa, ambaye ataongoza vita ataongoza vita kwa wana wa Israeli ili kumpiga adui yao, ili wawaachie waende. Unaona, maana yake wana wa Israeli walikuwa wameshikiliwa, wamewekwa chini ya utawala, chini ya utumwa wa watu wengine. Kwa sasa watakiwa watoke pale. Nani wa kuwatoa pale? Mungu akamchagua Gideoni, kwamba Gideoni, wewe ndio utakaoongoza hawa watu vita ya kutoka kwenye hii hali ya kushikiliwa na hao maadui. Kwa hiyo ndani yake tayari Mungu ameshamdesign hivi, lakini anashindwa kufanya kwa sababu amefungwa. Na hata Mungu anapomjia akamwambia wewe unaweza, anasema hapana, mimi siwezi. Unaona, anamwambia wewe unafaa, anasema hapana, mimi sifai. Kwa nini sifai? Kwa sababu kwanza ukoo wetu niliotoka ni ukoo duni sana, ukoo uliodharaulika sana. Unaona, kwa hiyo hatuwezi kusimama sisi tukaheshimika. Siwezi kwenda mbele za watu nikawaambia eti watu Mungu amenituma mimi. Watu wataangalia kwanza ukoo wetu. Ukoo wenu wenyewe ni wajabu. Familia yenu ni wajabu. Kwa hiyo hawatanisikia. Mungu akamwambia hapana. Nenda na uwezo wako huu ukawaokoe ndugu zako na mikono ya Midiani. Kwa hiyo unaona huyu malaika wa Bwana ni mjumbe aliyekuja ili amfungue Gideoni, amtoe tongotongo Gideoni, amtoe hofu Gideoni, ampe moyo Gideoni, ili Gideoni asimame sasa. Kwa sababu kuna mambo ambayo lazima Gideoni afanye. Kuna mambo ambayo mjumbe hatafanya, ni wewe ndio utakayefanya. Kuna mambo ambayo mchungaji hatafanya, ni wewe utakayefanya. Kuna mambo ambayo nabii hatafanya, ni wewe utakayefanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, alipoinuka sasa ndio Mungu akamwambia nenda kwenye madhabahu ya familia yenu. Nenda kwenye nyumba ya baba yako, kuna madhabahu. Ile madhabahu ibomoe. Utakapoibomoa tu utaanza kuona maisha yako yataanza kung'aa. Nuru itaanza kutokea. Utaanza kuona ushawishi, utaanza kuona mvuto, utaanza kuona kibali, na ndipo alipoenda. Kwa hiyo unaona huyo amefungwa. Yesu anamwambia nendeni kwenye kijiji kile kinachonikabili, mtamkuta mwanapunda amefungwa, mfungueni, na mtu akiwauliza mwambieni Bwana ana haja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna watu wamefungwa. Unaweza ukawa kanisani lakini bado umefungwa. Unaweza kuwa umeokoka kabisa lakini bado umefungwa. Unaweza ukawa unasali kabisa, unasali unaenda kanisani kwa bidii kabisa, lakini bado umefungwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 13. Luka sura ya 13 kuanzia ule mstari wa 10. Utaona Yesu akaingia ndani ya sinagogi mojawapo. Alipoingia ndani ya sinagogi lile akamkuta mwanamke ndani ya sinagogi, mama mmoja yuko ndani ya sinagogi. Huyu mama alikuwa ni mwaminifu sana. Mwaminifu, anapenda Mungu, anaenda kanisani, ni mwombaji, hajawahi kumisi hata ibada moja. Lakini huyu mama amefungwa, ila anaenda kanisani lakini amefungwa, anaomba lakini amefungwa, anatoa sadaka sana lakini amefungwa, anatoa zaka, ni mwaminifu kweli lakini amefungwa. Biblia inasema hivi, Luka sura ya 13 mstari wa 10. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Hebu sema pepo wa udhaifu. Hebu sema pepo wa udhaifu. Hebu sema palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Unaona, huyu mwanamke ana pepo udhaifu, lakini
ana pepo udhaifu, hakuna anayejua kwamba udhaifu alionao ni pepo, tabia alionayo ni pepo, hali alionayo ni pepo. Kumbe kuna hali unaweza kuiona, hali ya umaskini, lakini kumbe ni pepo. Kumbe kuna hali ya unaiona ya kuwa mdhaifu, unajisikia tu ndani yako una hamu, yaani una hamu ya neno la Mungu, una hamu ya kwenda kanisani, uko desperate, umechoka, umekata tamaa, yaani unaona umevurugika, uelewi, yaani uelewi bishiriki, unaacha, unasema jamani nitakuwaje sasa, maisha yako yamekuwa hivyo. Kumbe kuna hali nyingine ambazo unaziona ni pepo. Kuna pepo linalosababisha hiyo hali. Unaona, kuna pepo inasababisha hiyo hali, hiyo situation ambayo unajisikia, hali ya kusikia uchovu, hali ya kujisikia kukata tamaa, hali ya kujisikia hamu ya chochote, kumbe ni pepo. Biblia inasema Yesu akiwa anafundisha ndani ya sinagogi, anafundisha, Yesu anatoa lecture yake pale, akamwona mama mmoja amekaa. Huyu mama alipomwona, Biblia inasema hivi, alikuwa na upepo la udhaifu. Alikuwa na pepo la udhaifu, ambalo hili pepo la udhaifu Biblia inasema lilikuwa limemtia hali ya udhaifu huo miaka 18. Miaka 18, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa 10, 11, 15, 16, 17, ila ameokoka. Anampenda Yesu. Biblia haijaongelea, lakini alikuwa ni mama mtu mzima. Inawezekana tangu akiwa na umri fulani alipookoka, hiyo shida huenda niliyomfanya mfuate Yesu, lakini haikuondoka hiyo shida, akakaa nayo kwa miaka 18, anateseka au anapitia hicho kifungo. Biblia inasema hivi, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Yesu alipomwona akamuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Maana yake udhaifu wako leo unapata solution. Maana yake ile hali ambayo imekukaa na wewe miaka 18, leo nataka nimalize, tunamalizana hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu jioni ya leo umalizane na Yesu kwa jina la Yesu. Ile tabu ambayo imekaa ndani yako kwa muda mrefu wa kudumu, wewe unaweza kumwambia mtu, wewe umekuwa uwezi kuzungumza kwa sababu kwanza umeokoka, alafu unasema nikizungumza nikueleza watanionaje? Mimi nimeokoka muda mrefu, nasali, nampenda Mungu, namtumikia Mungu, lakini kuna hali ndani yangu inachanganya, sielewi. Yesu leo amalizane na wewe kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Ile hali iliyonitesa kwa muda mrefu leo iwe mwisho kwa jina la Yesu. Hali ya usingizi, hali ya uchovu, hali ya magonjwa, kuota ndoto mbaya, leo iwe mwisho kwa jina la Yesu. Hali ya kutafuta na kukosa, leo iwe mwisho kwa jina la Yesu. Nikitafuta nitapata kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sema leo nifunguliwe kutoka minyororo ya giza, minyororo ya tabu, minyororo ya mateso, na niwekwe huru kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Unaona, Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa amefungwa, maana yake alikuwa amepindana. Utaona ukisoma ule mstari wa 16, na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupaswa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato. Unaona, kumbe shetani alikuwa amemfunga. Huyu mama alikuwa amefungwa, ila yeye anajiona ana shida ya gongo, lakini kumbe amefungwa. Yeye anajiona ana shida fulani ambayo ni ya kidaktari, ni ya kitabibu, ni ya kibiolojia, lakini kumbe ni mapepo yamekaa ndani yake, yamemletea hiyo hali, yamemletea hiyo tabia, yamemletea hiyo situation, yamemletea hiyo hofu, yamemletea kujidharau, yamemletea kuto kujiona anafaa, yamemletea kitu ambacho siwezi kufanya jambo lote mpaka niambiwe. Nikifanya mimi basi watu watakwenda hata nielewa vizuri, Kumbe mapepo yanamfanya as exercise kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kila mtu unayemwona kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Kuna kipawa Mungu ameweka ndani yako.
kuna huduma Mungu ameweka ndani yako, kuna nguvu Mungu ameweka ndani yako, kuna hekima Mungu ameweka ndani yako, kuna maarifa Mungu ameweka ndani yako. Kuna wengine hapa wewe ni chungu kabisa, ni chungu cha kuhifadhia vitu vya kiungu. Wewe ni hazina, ni mahala ambapo Mungu ametunza vitu vyake, ameweka sala zake za akiba kwa ajili ya saa fulani. Lakini kwa wakati huu huwezi kuviona, huenda ni mazingira Mungu ya kuficha ili kwamba usionekane kwa wakati huu, lakini kumbe Mungu anakukusudia kwa ajili ya kesho yako. Hebu sema amen. Sema Mungu alidhihirishe kwa wakati aliyokusudia. Hebu sema amen. Kwa hiyo unaona Yesu anawaambia nendeni kwenye kijiji kile, mtakuta mwanapunda amefungwa, mfungueni. Kumbe kuna watu wamefungwa, Yesu anataka kumtumia ili aingie naye Yerusalemu. Kumbe inawezekana mtu amefungwa mahala, kumbe Yesu anataka kumtumia, amtumie kwenye mambo makubwa, amtumie kuyagusa maisha ya watu. Unajua Mungu hawezi kuja yeye akaanza kuongea na Gideoni. Mungu hawezi kufanya hivyo. Mungu anaweza kumtumia mtu mwingine alafu akayagusa maisha ya Gideoni yeye bila kujua. Na ndio maana kwenye maisha yetu lazima tujue hivi kwamba usimwekee Mungu mipaka. Mungu anaweza kutumia chochote ili kukusemesha. Mungu anaweza kutumia yeyote ili kuyagusa maisha yako. Mungu anaweza kukutumia hata wewe ambaye inawezekana umezaliwa kwenye familia fulani ya ajabu ajabu. Ya ajabu ajabu kwa mbona hizo familia ya kimungu? Mbona kabisa kwetu hakuna desturi hii? Mbona hiki kitu hiki? Mungu anaweza kukutumia. Anaweza kutumia kwa saa yake, kwa majira yake na kwa wakati wake ili yagushe maisha ya watu wengine. Wewe ni mkono wa Mungu. Yaani Mungu akakugusha, anaangalia nani ambaye naweza nikamtumia, anajua huyu nimewekeza vitu vyangu, huyu ni mkono wangu, naweza kumtumia huyu ili kwamba niwape watu. Ndio maana Biblia inasema wapeni watu vitu, wapeni watu vitu. Kuna wakati Mungu anatumia wewe kama mkono wake kuwapa watu vitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu hatujui sasa, tunaweza kuwa mabahili kweli, lakini kumbe Mungu anatumia wewe kama mkono wake, kama mkono wake wa kuwapa watu vitu, au kama kinywa chake kuambia watu vitu. Unaona, kuna vitu Mungu anakutumia, atumie kinywa chako kuambia watu Yesu anakupenda, kuambia watu Yesu yuko pamoja nawe, kuambia watu Yesu anakusaidia, usilie, usiogope. Lakini sasa nikianza kumuelezea, nikianza kusema hivi atanielewaje? Mbona hata sijaokoka sana? Mbona hata kuomba sijui sana? Mbona hata kunena sijui sana? Ndio maana unakuta mtu ana ushuhuda ndani lakini amekaa nao. Ana ushuhuda kabisa. Ana ushuhuda kabisa, lakini kuna mtu ambaye ana matatizo yuko pale na huwa anamjia kila wakati na wewe kise, mimi napitia magumu kweli, napitia 1 2 3 4 5 6 napitia magumu. Na wewe unajua kabisa kwamba ndani yangu ninao ushuhuda, kuna kitu Mungu amefanya kwangu, na kwa sababu kuna kitu Mungu amefanya kwangu, maana yake unaweza kumwambia hivi, sasa nikwambie, Mungu anaweza kusaidia. Na unavyoniona mimi sikuwa hivi. Unaona mpaka unanijia mimi, unaanza kuzungumza na mimi na kusaidia. Sikuwa hivi. Mungu amenitengeneza. Lakini huku Mungu nitengeneza, kuna mtu Mungu amemtumia kunitengeneza, au kuna mahala Mungu ambapo amemtumia, amepatumia kunitengeneza. Hebu twende siku moja na wewe ukasikilize, alafu uone, je, yale utakayosikia yanaweza kukusaidia? Unamshawishi mtu. Unaona? Hilo neno kubwa sana. Huyu mtu anaweza asikubali leo au asikubali saa ile, lakini umepanda mbegu. Hilo neno akiondoka nalo akienda nyumbani, mashida yake na tabu zake ataanza kusema, hebu kweli, hebu mbona nimeambia fulani, hebu nimpigie simu. Hili ni nini na nini? Unashangaa mtu anakuja, anakutana muujiza wake, anasema, wow! Kumbe Mungu amenisaidia. Wewe hasa umetumika kuwa kinywa cha Mungu, umetumika kama baraka kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine kwenda. Lakini unapokuwa nyamaza kinywa za mtu hapa, niseme kawaambia afya akanitokea, hata simwambii, unakuwa umezifunga baraka, unakuwa umezuia wengine kuponywa, umezuia wengine kusaidiwa. Maana yake wewe ni chombo kisicho tayari kutumika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema amen. Hebu sema, Mungu nisaidie ili kwamba niwe mkono wako, niwe kinywa chako, niwe miguu yako, niwe hatua zako,
ili uyaguse maisha ya watu wengine. Hebu sema amen. Kwa tunamwona punda anafunguliwa, anapelekwa mahali, unaona anampanda Yesu, anakwenda. Kwa hiyo maisha yanaenda yakiwa na radha ya namna hiyo katika maeneo tofauti. Lakini jambo la pili ambalo nataka nizungumze hapo, kanisani siku hizi au miaka hii tulionayo, kanisani tumekuwa kama ni eneo la burudani. Yaani kuna mtazamo fulani ambao umewekwa au unatengenezwa, na hii inakuwa ni mfumo wa kipepo kabisa, ni mpinga Kristo, ni ule ulimwengu ujao, ule utawala wa ulimwengu ujao unaanza kuweka vitu kwenye akili za watu kwamba kanisani pale ni mahala pa sherehe, mahala pa furaha, yaani pale tu mahala pa kwenda kusherehekea, mahala pa kudansi. Unajua, ukisoma historia ya kanisa ni mahala ambapo vinazaliwa vitu. Yaani kanisani ni mahala ambapo panazaliwa vitu, ni mahala pa kuzalishia au pa kuzaliwa vitu vipya. Ndio maana utaona watu walipokuwa wameshindwa kwingine, walipoenda kanisani wakaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu walipoenda wakahangaika, wakapigana huko, wakaenda, waliposema hapana, niende kwa Mungu, niende kanisani, walipoenda wakakutana nguvu ya Mungu, alafu maisha yao yakaanza kunawiri. Maana yake vile vitu ambavyo vilikuwa havionekani vikaanza kuonekana. Kwa hiyo kanisani, kwa lugha inaweza kuwa sio nzuri sana, lakini hebu uisikie. Kanisani kama leba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yangu, kwa wale ambao walienda leba sio mahala pa kuchati. Bwana Yesu asifiwe. Leba, kwa wale ambao wameenda leba, mimi sijai kwenda leba, lakini kwa ukipita leba, kupita leba, unasikia vilio na matusi. Yaani kule ni makelele tu. Pumafu, shezi. Wengine watu wanatukana waume zao kule. Hebu nione nimekana mshati wake tu kule, mimi nateseka huku. Unaona? Yaani uchungu unampelekea aongee chochote. Sio mahala ambapo pana relief, sio mahala pa kwenda ukaenjoy ukafurahi. Utaenjoy baada ya kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishapata mtoto unatolewa eneo lile, unapelekwa eneo ambalo sasa unapo na mtoto wako na kupeleka wodini baada ya kutoa leba. Lakini ukienda leba, hapo kuna vitanda vimekaa, yani acha hizi leba kama wewe umezaliwa kwenye leba za nani, za shule za hospitali za private. Mimi naongelea leba hospitali kabisa ya taifa, yani hospitali kabisa ya serikali. Unakuta mmelundikwa kwenye hodi moja kama hivi, mmelundikwa wote mko hapo. Huyu anapiga kelele, huyu ana kelele yake huku, huyu anapiga kelele yake huku. Sasa hakuna mtu anayeshirika na mwenzake, na hata ukitoka huwezi kujua sasa alikuwa anaongea nini. Ukiona unaweza kuentertain kwamba sasa alikuwa anaongea, alikuwa analiaje pale, alikuwa anasemaje pale, wewe bado hajakushika vizuri. Basi ulipelekwa hapo, bado ulikuwa bado. Ulikuwa bado, kwa ulipelekwa, ulikuwa bado. Hayajakufika pakufika. Ndio maana unaweza kusikiliza fulani akaanza kucheka. Pale hamchekani. Kila mmoja yuko mpaka mtoto azaliwe. Kwa hiyo kanisani kama vile, yaani unapokuja kanisani kama hujapata kile ambacho Mungu anataka ukipate, maana yake unakuwa hauko sawa. Kwa nini hauko sawa? Kwa sababu huko pale ili kwamba uzalishwe. Kuna mzalisho yuko pale, kuna mkunga yuko pale, kwamba lazima nitoke hapa na mtoto. Sitoke na mtoto aliyekufa, natoka na mtoto ambaye yuko hai na kupumua, naenda na mtoto nyumbani kwangu, mtoto. Maana yake kanisani ni mahala pa kuja kuzaa, ni mahala pa kuja kupata kazi, kuja biashara. Maana kuna aina ya maisha lazima uipate. Kwa lazima una mtazamo na maana unapokuja kanisani, usiye kanisani kama unakwenda vacation. Hapana, siendi vacation, siendi nitafute raha, siendi
nipate, maana yake lazima niwe serious. Wakati huo na uchungu, wakati huo maumivu nayasikia, wakati huo nataka kupushi, wakati huo uchungu umepanda. Ndio maana Raheli hakukubali kufanikiwa, kwa maana watoto wake hawapo. Maanake mpaka nipate mtoto, maanake mpaka nipate muujiza wangu, maanake mpaka nipate uponyaji wangu, maanake mpaka nipate kile ambacho Mungu anataka nikipate mahali hapa. Hata Hana alipokwenda Shilo hakunyamaza kimya, alikuwa analia mpaka akachanganyikiwa, akaonekana kana kwamba ni mama msumbufu, ni kana kwamba ni mama ambaye amechoka, kama ni mlevi hivi, yaani hata haeleweki. Kuna wakati unaweza kumwona mtu mwelewe kanisani, mwache hivyo hivyo. Kama unajielewa basi mwache mwenzako. Kwa nini? Kwa sababu hajampata Samueli wake bado. Kama hujampata Samueli, huwezi kujielewa, huwezi kueleweka mpaka Samueli wako mpate kwa jina la Yesu. Ni maombi yangu Mungu akupe Samueli kwa jina la Yesu. Mungu akupe muujiza wako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo huwezi kumpata kirahisi. Kwa hiyo kanisani sio mahala pa entertainment, mahali pa sherehe fulani. Ni mahala ambapo mtu anakuja ili upate. Sasa itategemea sasa, unajua hata leba ukienda, kuna wengine amekaa pale wiki nzima. Yuko leba tu. Uchungu unakuja mara unakata. Unaona Kuna mwingine anakuja tu saa ile dakika mbili tu ameshazaa kuondoka. Sasa hiyo sikutishe, kila mtu kuna namna yake na kuna jinsi yake. Hebu sema amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Leo nifunguliwe. Leo nipokee muujiza wangu. Leo nimalizane na Yesu. Anipe haja ya moyo wangu. Anipe ushindi wangu. Anipe upenyo wangu. Anipe muujiza wangu katika jina la Yesu. Hebu sema amen. Haleluya. Sasa hebu tuangalie vitu viwili vingine. Tumesema kwamba kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Jambo la kwanza nataka tuangalie wana wa Mungu. Jumanne tuliangalia wana wa Mungu, nikakwambia kwamba wana wa Mungu katika Agano la Kale mara nyingi walikuwa wanasemekana ni malaika. Hilo neno wana wa Mungu maana yake malaika. Ambao kuna malaika walioasi na kuna malaika watakatifu. Walikuwa wanaitwa wana wa Mungu. Nitakusomea maandiko kama mawili hivi. Andiko la kwanza nitakusomea kitabu cha Mwanzo ile sura ya 6 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Biblia inasema wana wa Mungu walipoongezeka usoni pa nchi, wakazaliwa wana wa kike. Na hao wana wa Mungu walipowaona hao binti za wanadamu kuwa ni wazuri, wakawaoa. Alafu wakazaliwa watu mashujaa. Hao wana wa Mungu wanaozungumzwa hapo, wana wa Mungu maana yake malaika walioasi. Malaika waasi wanaitwa wana wa Mungu. Nikakusomea pia kwenye kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6. Inasema wana wa Mungu wakajihudhurisha mbele za Bwana. Wakakusanyika mbele za Bwana. Shetani naye akajihudhurisha katikati yao. Unaona wana wa Mungu. Lakini Ayubu pia sura ya 2 mstari wa kwanza anazungumza neno hilo hilo wana wa Mungu. Kwa hiyo hawa wana wa Mungu wanaozungumzwa hapa maana yake malaika. Maana yake malaika. Lakini hawa malaika wamevaa miili. Nikakupa mifano kwamba kuna watu unaweza kuona duniani wana miili lakini ndani sio wanadamu wa kawaida. Nikakuonyesha kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 18. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Tunaona watu watatu wakamtembelea Ibrahim. Ibrahim akawakimbilia alafu akawasujudia. Pale watu watatu walikuwa kuna malaika pale na Yesu alikuwa katikati yao. Amesindikizwa na malaika wawili. Lakini walikuwa wamevaa miili ya wanadamu. Walikuwa wanaonekana kama wanadamu. Lakini kumbe si wanadamu. Lakini Mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza imesema wale malaika wakaenda Sodoma na Gomora. Yaani wale malaika ambao walitoka kwa Ibrahim wakaenda Sodoma na Gomora. Kumbe walikuwa ni malaika. Na hata walipoenda Sodoma na Gomora, walipomtokea Rutu walikuwa ni wanadamu. Wanadamu kabisa wa kawaida kabisa, wanadamu ambao wanavutia wako namna fulani. Na Biblia inasema hata walipoingia nyumbani kwa Rutu, wenyeji wa mji, wazee, vijana kwa watoto wakazunguka nyumba ya Rutu. Wakasema kuna wageni wamekuja kwako, tumewaona, watoe tuweze kuwajua. Neno kuwajua maana yake tu sex na wao.
Maanake watoe hawa tuweze kuwajua. Ule mji ulikuwa umeharibika kiasi ambacho yani mtu yote anayeingia kwenye mji lazima afanywe mambo ya ajabu. Lazima afanywe mambo ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa ni mji ambao una uovu uliokithiri usio wa kawaida. Kwa unaona hawa kumbe ni malaika lakini wana miili, na watu wakiwaona wanaweza kuwatamani kabisa. Wakawatamani kwa namna zao. Kwa nini? Walikuwa wamekaa ni wanadamu kabisa. Wanadamu kabisa lakini ni malaika. Kwa hiyo watu wanakuwa hawajui hawa ni malaika. Ndio maana mtu akamwambia hivi, hawa ni wageni wangu. Alafu sio wale watu ambao wazoea, anasema hapana, usitupangie wewe, walete huko tuwajue. Akasema basi kama ni hivyo, mimi na binti zangu hao ambao hawajui mume, acha niwatoe. Anasema hakuna, tunawataka hao. Unaona maana yake, wao hata walikuwa hawajui kama ni malaika, walikuwa hawajui kabisa kama ni malaika. Mimi naamini kama wale watu wangekuwa wanajua hawa ni malaika, wasingeongea vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo walikuwa hawajui, lakini kumbe walikuwa ni malaika. Na tunaona mambo ya ajabu ambayo walikuwa wameyafanya. Biblia inasema hivi, wakamvuta Lutu ndani, alafu wakaufunga mlango, wakawatia upofu wale watu, wakaanza kupapasa usiku kucha wasione mlango. Maana yake walikuwa ni wanadamu kwa nje, lakini ndani ni malaika. Kwa hiyo kumbe kuna watu ambao unaweza kukutana nao, ukala nao, ukafanya nao biashara, nje ni wanadamu lakini ndani ni mashetani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukaingia nao mikataba au ukaingia nao maagano, kumbe ukifikiri kwamba umeingia maagano au umekubaliana wanadamu, kumbe sio, ni viumbe wa rohoni ambao umejifunga kwenye agano sasa na wao bila kujua. Wewe bila kujua, maisha yako yanakuwa kama yalivyo, yanashindwa kwenda, yanashindwa kuchanua, kwa sababu kuna agano fulani ambalo umelifanya mahala bila kujua. Ukitaka kustawi wanakumute, unakuwa wa kawaida. Kwa hiyo maisha yako yanakuwa yamefunikwa kwa namna nyingine. Maana kuna hali ya kufunikwa kipawa chako, kuna hali ya kufunikwa uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa kuona, uwezo wako wa kutambua vitu, unakuwa umekamatwa kwa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndiyo maana ngoja nipige hatua hapo kidogo, sikutishi, lakini na kuelezea vitu vipo ili kwamba kama kipo unaweza kusimama ukaomba. Kuna mtu kabla hajaolewa, unaweza kuwa kama hujaolewa, ulikuwa vizuri sana. Vizuri sana, ulikuwa vizuri sana Mungu. Ulikuwa ni mwombaji. Na ulikuwa ukiomba, unaota ndoto au unasikia sauti au unaona maono. Yaani kuna namna fulani ulimwengu wako ambao ulikuwa umefunguka kwa namna fulani. Ulikuwa umefunguka kabisa, unampenda Mungu, una ile kiu, kuna namna fulani ndani yako unampenda Mungu, unampenda Mungu. Lakini ulipoingia kwenye ndoa, ukaoana na yule kaka, ghafla kuna namna fulani ya giza imeingia. Kuna namna fulani ya giza, kuna namna fulani ya kitu fulani kimeingia, hauoni tena ule mtembeo wa kwanza. Ndiyo maana utaona kuna watu ambao walipokuwa hawajaoa au kuolewa walikuwa wazuri sana, baada ya kuingia kwenye ndoa tu wameanza kurudi nyuma. Ukiwauliza watasema hivi, unajua nimeolewa sasa na mhudumia huyu baba, unajua nimeolewa sasa na majukumu ya ndoa, kwa lazima nipambane ili ingalau basi nyumbani kwangu ingalau nisingejikuta nikakimbiwa na huyu mke au huyu baba akajikuta ameondoa majukumu yake. Kwa hiyo niko naitunza ndoa. Ukianza kuona unapambania ndoa kwa namna hiyo, ujue umeshajua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo ni ndoa moja kwenye mawe. Yaani hiyo ndoa iangalie vizuri kabisa. Iangalie vizuri kabisa. Maana yake mwisho wa siku Mungu wako anakuwa hiyo ndoa. Na chochote kuchukua nafasi ya Mungu ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Zile tunaniita maduni terminology za ulimwengu, unajua lazima kutarajia ndoa, hamna kitu kama kile. Unajua nisipofanya hivi anaweza kuchepuka na kufanya hivyo. Unajua sema ni kipi ingalau huyu mume unajua ndio tayari. Sikiza nikwambie, huwezi kufanya eti mume au mke asichepuke kwa sababu ya hivyo. Ni Mungu peke yake ndio anaweza kuwa mlinzi sahihi kwenye ndoa yako, kwa mmeo, kwa mkeo, vingine vyote hamna kitu. Kwa hiyo ukiona unaanza kuweka effort yako kwa namna hiyo, kwa hofu, na kwa kawaida Biblia inasema yale Biblia ya hofia ndiyo yaliyonipata.
yatakupata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu tayari ndani yako umeshatumainia kitu ambacho sicho, unatumainia upepo, kwa hiyo huwezi kupata chochote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini huwa inakuwa hivyo? Kwa kawaida kila mtu kwenye ukoo wake kuna vitu. Hakuna mtu ambao ukoo wako vizuri. Hayupo. Kwenye ukoo kule kuna vitu. Kwa hiyo unapoingia kwenye ukoo mwingine, maana yake mnakutanisha nguvu mbili. Sasa ni nguvu gani ambayo itakuwa imemzidi nguvu ya upande mwingine? Ndio inayotawala. Mkubwa atamtawala mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajikuta kama ile nguvu kule ulikooa au ulikoolewa, nguvu yao, madhabahu yao ni kubwa. Maana yake wana uhakika ile spidi yako ya Mungu ndogo ulionayo inafunikwa mpacha, unakuwa ndani ya gunia. Unaelewa kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia kuna yule mfalme anaitwa Ahabu. Mfalme Ahabu alikuwa anampenda Mungu kabisa, serious. Akaenda kwa binti wa kuhani anaitwa Mungubai. Sasa huyu binti ambaye ametoka kwenye madhabahu ile ya Mungu Baali, ile madhabahu ilikuwa na nguvu sana. Kwa hiyo automatically akaanza kumiliki Ahabu. Yeye Ahabu bila kujua. Ahabu akaanza kanyonywa pawa zote mpaka akajikuta ameanza kujenga madhabahu za Baali. Ameanza kumjengea Baali badala ya kumjengea Jehova, akaanza kumjengea Baali. Kwa nini? Maana yake kuna nguvu ambayo imemkamata, imemtoa. Biblia inasema ndio wakati ambao Israeli wakamkosea Mungu kwa namna ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi alipoteza direction. Kuna power imemkamata, kuna power imemshikilia. Kwa hiyo hawezi kwenda. Kwa hiyo unaona ile maombi hamna tena. Kwenda kanisani hakupo tena. Kumpenda Mungu hakupo tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu imemmeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, unaweza ukawa wewe una kicha kimungu ndani yako, na anaweza kuwa hata huyo mwenza wako hajui. Siongelei kwamba anajua. Sio ukaanza kumuuliza sasa nielezee. Imekuwa hajui kabisa. Hajui. Sio kaletea kesi hapo. Ukaanza hebu nielezee. Unajua wakati kama hujaniona mimi nilikuwa naomba sana. Hebu niambie tunaweza tumeambiwa leo. Anaenda kabisa hajui, innocent kabisa hajui. Hajui kabisa. Hajui. Na walio wengi sio kwamba wanajua, hawajui kabisa. Lakini kuna nguvu ambayo yenyewe hata inampelekesha hata hajui. Kuna nguvu kabisa inampelekesha hata hajui. Sasa inapoungana ya kwako sasa unajikuta ya kwa sababu haina commitment, yenyewe inakuwa withdraw. Kwa hiyo inakuwa chini yake, kwa hiyo anakumeza. Anakuwa hajui kabisa. Kwa hiyo unajikuta sasa unashindwa, kuna kipawa ndani yako lakini hakiwezi kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu nguvu iliyokufunika iko ndani kwako. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Kila nguvu iliyonifunika ninaipasua kwa jina la Yesu. Ninaishinda kwa damu ya Yesu. Maana yake sasa wewe umefunikwa. Kacha nje unaonekana ni mwanadamu wa kawaida kabisa. Beautiful, handsome. Mtu uliyesoma, lakini ule utendaji kazi haupo. Kwa nini? Kwa sababu ndani ile engine ile kile ambacho kinakufanya wewe uwe na moto kimeshafunikwa. Kwa hiyo unajikuta sasa huwezi kufanya jambo lote. Ndani yako una shauku na Mungu, una shauku kufanya mambo makubwa lakini huwezi kufanya. Kutaka nataka, ila kutaka kutenda leo jema sipati. Sio mimi, ni ile dhambi inayokaa ndani yangu. Ni ile nguvu iliyo ndani yangu. Ndio maana kuna wakati mwingine wewe ushughulika na mtu mwingine, shughulika na viungo ndani yako. Shughulika na kwamba mbona sieni? Mbona nikiota ndoto zangu zinaonyesha mtu aliyefanikiwa? Mbona nikiona ndoto zangu zinaonyesha nuru nzuri kabisa, lakini uhalisia wa maisha haupo kama ninavyoota. Ukiona hivyo ujue ndani yako wewe uko vizuri kabisa, lakini kitu gani ambacho kimezuia sasa usionekane? Umefunikwa.
Unaanza kwa jina la Yesu. Ile nguvu inayokaa ndani yangu, nguvu inayoishi ndani yangu, ikiwa ni eneo hili nililokaa, anga hili nililokaa, ukoo niliotoka, familia nilioenda, nyumba niliyokaa, katika jina la Yesu naipasua hiyo nguvu, naibomoa hiyo nguvu, naiharibu hiyo nguvu. Unapiga hapo, asubuhi unapiga, mchana unapiga, jioni unapiga. Siku ya kwanza usianze kupiga ukasema hivi yaani piga mfululizo mpaka hiyo sehemu ya maisha yako, utashangaa mwanga unapasuka. Alafu mtu aliyefunikwa anaanza kuonekana. Ndio pale ushawishi wako unakuwa, kibali chako kinaongezeka, maisha yako yanaenda. Watu wanasema ulikuwa wapi wewe siku zote? Mlikuwa naye siku zote, lakini saa hiyo mlikuwa hamwezi kumuona kwa sababu amefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Mungu anaweza kukufunika. Yesu alikuwa Mungu lakini amefunikwa. Amefunikwa na nini? Mungu amemfunika kwanza azaliwe kwenye mikono ya kulia ng'ombe. Hicho ni kifuniko kimoja wapo. Mazingira yale uliozaliwa pia yanaweza kuwa kifuniko cha maisha yako. Amezaliwa njiani, anaitwa mama njia. Alizaliwa kwenye mtende, anaitwa mtende. Maana yake nini? Mazingira pia uliozaliwa yanaweza kukusanya zile roho. Maana yake pale kwenye ile mazingira zile roho zote maana yake zimeshuhudia. Kwa hiyo zina uwezo wa kujiattach na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana swala la kuomba usiombe tu kwa sababu unataka Mungu akubariki. Kuna wakati mwingine maombi yako hata kama hujaomba, Mungu nikutane na wewe. Mungu nafsi yangu ikutane na wewe. Mungu akili yangu, mifumo yangu yote ikutane na wewe. Ukikutana na Mungu kila kitu kinayeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapokuwa unakutana moto, maana yake chochote ulichovaa kinateketea. Mungu ni moto ulao. Kwa hiyo maombi yako unapoomba, unaomba katika msisitizo, na usitumie wala usiwe na pressure. Unaomba taratibu katika jina la Yesu. Kila aliyefunika maisha yangu, ikiwa chochote ni kuna roho za mizimu, roho za mababu, roho za maeneo ambazo zimefunika, ninaamuru katika jina la Yesu ziachilie na zichoma moto na ziteketeza. Mimi ni moto wa Mungu, mimi ni kijinga cha moto. Imeandikwa ya kwamba mimi ni Mungu la Bwana, sala Bwana vita, mimi ni moto unao. Naamuru kuanzia sasa katika jina la Yesu, mikono ya kichawi ile nikamata kwenye eneo ambalo nimezaliwa, iwe hospitali fulani, iwe zahanati fulani, iwe kijiji fulani, iwe kwenye nyumba fulani, wale wazalisha wale walizalisha, mimi siwajua wala kunga, lakini wenda katikati alikuwa mchawi alishikia kitu changu, ninamteketeza kule aliko. Hata kama amekufa, mifupa yake bado ipo, naamuru moto ufuate mifupa yake, niachiliwe kwa jina la Yesu. Unapoanza kuomba maombi ya maarifa ya namna hiyo, sasa ndio unaanza kuona upenyo. Usiombe tu unalia wala usiombe tu unaongea tu hata utaji. Hapana, kuna vitu Mungu analeta katika, kuna ufahamu unaopata, unaamua kuachilia. Unaona, ukiona umekuja, kaa hapo kwa muda wa kutosha. Hata kama unaongea neno ile wewe rudie tu mpaka akili yako iishi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo utaanza kuona kuna hatua unaanza kuipiga. Mtu wa ndani anaweza akashikiliwa asipige hatua, ukakuwa nje lakini ndani ukui, ndani uongezeki. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka ile sura ya pili, Luka sura ya pili mstari wa 44, yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni. Hiyo ni Luka sura ya pili mstari wa 40. Akaongezeka nguvu rohoni, akakua akaongezeka nguvu rohoni. Ina maana kumbe kuna kukua. Unaona, akakuwa alafu akaongezeka nguvu rohoni. Anakuwa na kuna vitu vinaongezeka ndani yake, kuna hekima inaongezeka ndani yake. Ukiona uko ndani ya wokovu, miaka inaenda na kuna vitu vinaongezeka kwako, ujue kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeokoka, uko kanisani labda miaka mitatu, ujue hata kuongoza maombi. Ndio maana kuna wakati hapa inabidi sasa tuanze kuhama sasa. Tutakuwa tunampa mtu aongoze maombi. Sio lazima kuna watu muhimu tu. Yaani tukusikie, unakuwa unaongezeka au pale. Kuna siku tukupa mic hapa, ongoza praise and worship. Tukusikie. Unakuwa unaongezeka. Ombea basi mtu tuone unaombeaje mtu. Hayo ndio yanaitwa mazoezi ya kiroho. Biblia inasema mazoezi ya mwili yafaa kidogo, ila mazoezi ya utaua, maana utakatifu yafaa zaidi.
Lazima usiende tu kanisani unaondoka, lazima ujishughulishe. Lazima ujifunze kumtumikia Mungu. Lazima ujifunze kutoa kipawa kile Mungu alichoweka ndani yako. Kuna kitu ambacho ndani yako, usiende kanisani unaingia na kutoka, unaingia na kutoka, unaingia na kutoka. Nenda kanisani, fanya kitu ndani yako, na wewe kufanya kitu fulani, fanya kwa nguvu zako na kwa moyo wako. Usiangalie kushoto wala kulia. Wewe uliza tu taratibu, ukoje hapa, kuna jambo nataka kufanya, utaratibu wako ukoje, unafanya. Unaanza kufanya mazoezi, una exercise kile Mungu alichoweka ndani yako. Huko ndio kukua sasa, ndio kuongezeka nguvu sasa. Unakuwa rohoni na unaongezeka nguvu rohoni. Na hekima ya Mungu kadri unazidi kukua, ndio hekima inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hekima inaanza kuongezeka, alafu neema ya Mungu inakaa juu yako. Neema maana yake iko kukuwezesha. Ndio maana usitumie neema bure. Kuna neema tumepewa lakini hatuzifanyii kazi. Ila kuna neema Mungu ameweka juu yako, ila hofu imejaa, uoga umejaa ndani yako. Mimi sijui, hata kuomba sijui, leo wakatiana, sijui neno vizuri, hata jakali maandiko vizuri, hata mambo ya kale maandiko. Kukariri maandiko ni sehemu mojawapo nayo pia ya mazoezi, kwa sababu hauwezi kuyakariri maandiko kama hujachukua hatua kwamba nataka nikariri andiko, kwamba kila siku ingalau nisome mstari mmoja ambao utakaa kichwani. Ingalau kila siku unaandika kabisa kwenye karatasi, labda Mathayo 7:7. Imesemaje? Anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Unaanza kuliandika, alafu unalisema. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7:7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hata kama unakosea unaangalia tena mpaka hilo andiko linakaa. Unatafuta jingine, unaangalia, unaona spidi yako kwamba kila siku niweke maandiko matatu kichwani, naweza kuyaongea tu, nikajua limeandikwa mahali fulani na nikaliongea. Hiyo ni jambo kubwa sana. Unapoliweka neno la Mungu ndani yako, shetani akija anakuta kuna moto, kwa sababu neno ni Mungu. Unaona, akija anakuta moto, anasema hapa hawezekani tena. Kesho akija anakuta wanakuja wako wawili, kesho anakuta umeongeza kingine, anasema kesho kile kingine, akichukua tena. Kwa hiyo mpaka anafika mahali anaalika ukoo mzima, akija anakuta umejaa huko fuma stinono. Hana mahali pa kuingilia. Anasema watu tuache nayo kupotezea muda. Tutafuta mtu fulani ambaye yuko tu, hata Biblia hana, wanaenda kwake. Jamani, mzuri kwa Biblia. Sababu kama una Biblia unasoma sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ni vizuri kuwa mtu ambaye yuko smart. Hatuendi tu kanisani, lakini kuna vitu vya kufanya kanisani. Hatuendi tu kuabudu, lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuviishi kanisani. Hiyo itatusaidia kuweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekuonyesha hivyo kwamba kuna mtu anaweza kuwa amekutana na nguvu nyingine ambayo hii nguvu imemfunika. Kwa hiyo imezuia kile ambacho amepewa. Kwa hiyo Mungu pia anaweza kumfunika mtu kwa sababu zake. Unaona? Anaweza kufunika. Una uwezo lakini umefunikwa. Ndio maana kuna wakati Mungu lazima akutambulishe kwamba huyu mnavyomuona sivyo. Yesu alipokuja amezaliwa kwenye holi la kulia ng'ombe. Hicho ni kifuniko cha kwanza. Kifuniko cha pili, amezaliwa kwenye familia ya seremala, familia ya watu ambao hawajiwezi, familia duni. Hicho ni kifungo cha pili. Yesu amezaliwa kwenye ukoo wa Daudi, anaitwa mwana wa Adamu. Lakini watu wameambiwa huyu ni mwana wa Mungu. Anasema mwana wa Mungu hawezi kuzaliwa, hawezi kuwa na baba, yaani Mungu hawezi kuzaa, Mungu hana mke. Inakuwa ni kifungo kingine hicho tena. Kwa hiyo watu wakiambiwa, ni watu wa dunia wakiambiwa huyu ni mwana wa Mungu, anasema acha watu tutanie bwana, achana sisi. Mwana wa Mungu atakuwa huyu, mfalme atakuwa huyu, yeye ajaye atakuwa huyu, kwa sababu tuliambiwa kwamba ajaye atakuja yuko namna hii. Kwa hiyo wanapicha mpaka Wayahudi mpaka leo ya namna Mungu atakavyokuja kwao kwenye maisha yao. Ndio maana alipokuja kwa namna hiyo hawakumpokea. Kwa hiyo Mungu amesababisha Yesu asipokelewe mpaka wakati ambao umekuwa wakati mwafaka, wakati ambao Mungu ameutaka, ndio anamfunua Yesu.
mbele ya ulimwengu. Watu wanaanza kusema je, huyu si mwana wa Selemani? Amepata wapi hekima hii? Nyinyi mlikuwa hamjui. Asikuwa tunamwona ni mtu wa kawaida, lakini kumbe ni mtu kabisa famous kabisa. Kumbe ni mtu ambaye anushu kabisa, ni mtu ambaye anakutusaidia kabisa. Ni watu wanataka kufanya kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu saa yake ya kwanza kuonekana imefika. Ndivyo ilivyo pia hata kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye Agano la Kale wana wa Mungu walikuwa ni malaika, lakini kwenye Agano Jipya wana wa Mungu ni watu wote waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo kama umeokoka, wewe ni mwana wa Mungu, na kama ni mwana wa Mungu, maana kuna vitu wewe ni mrithi. Maana kuna vitu ambavyo mbingu inakutegemea uifanye. Sasa vile vitu ambavyo Mungu anataka uifanye, unaweza ukawa umefunikwa. Ule uhalisia hauwezi kuonekana. Unaweza ukawa umefunikwa na ule uhalisia hauwezi kuonekana. Ndio hapo sasa tunamuona Paulo anasema viumbe wote wanasubiria kwa shauku kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Tulisoma hiyo kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Tunaona wana wa Mungu viumbe wote wanategemea au wanatarajia kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Maana yake nini? Hawa wana wa Mungu maana yake watu waliompokea Yesu. Maana yake watu waliookoka. Maana yake watu ambao wana neno la Mungu ndani yao. Maana yake warithi hawa. Maana yake kumbe wamefunikwa. Wamefunikwa. Aidha wamefunikwa na Mungu au wamefunikwa na mashetani au wamefunikwa na mitaa yao au wamefunikwa na mahali walipozaliwa, lakini wamefunikwa. Pointi yangu ni kufunikwa. Maana kufunuliwa kilichofunikwa ndiyo pointi yangu. Ninaomba nisome hiyo Warumi sura ya 8 mstari wa 19 tena. Anasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Maana yake waanze kuonekana. Nimekupa mfano, Gideoni alikuwa ni mwana wa Mungu. Maana yake alikuwa ni mtu aliyechaguliwa na Mungu, lakini amefunikwa. Na Mungu alikuwa amempa jukumu la kuokoa ndugu zake na mikono ya Wafilisti, mikono ya Midiani, lakini amefunikwa. Tunaona malaika wa Bwana anamjia, anamwambia wewe ni shujaa wa Bwana, na wewe ndio utaokoa ndugu zako na mikono ya Midiani. Tunaona Gideoni anaanza kuingia kwenye position. Maisha yake yanabadilika. Alikuwa ni mtu mwenye hofu, alikuwa ni mtu ambaye hana makao, alikuwa ni mtu ambaye anapiga hofu na woga na mashaka. Tunaona ghafla jambo linatokea. Yule aliyekuwa duni, yule aliyekuwa hawezi, amekuwa shujaa, anaongoza majeshi ya wana wa Israeli kumpiga Midiani. Na tunaona wanakomboa taifa, wanakomboa maisha yao, wanaanza kujitegemea wenyewe. Lakini maana yake nini? Gideoni amefunguliwa, maana yake amedhihirishwa, amejitambua ni nani na amejua kusudi lake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna mtu anaweza kufunikwa na asijue. Lakini pia utaona kufunuliwa kuna maanisha nini? Tunaposema kufunuliwa kuna maanisha nini? Hebu tuangalie mambo kama manne yanayotupa maana ya kufunuliwa. Jambo la kwanza, kufunuliwa kuna maanisha kusudi lako kuonekana wazi. Kusudi lako kuonekana wazi. Unaweza kuwa unajua kusudi lako, lakini watu waliokuzunguka hawajaliona bado, au wale ambao umetumwa kwao hawajakuona bado. Hapo bado hujafanikisha lengo au kusudi. Kwa hiyo tunaposema kufunuliwa, maana yake ni kusudi lako kuanza kuonekana wazi. Kusudi lako, lile kusudi ambalo limekufanya uje duniani, linaanza kuonekana wazi. Namba 2, vipawa na kalama zako kuanza kutumika kwa kiwango kikubwa. Vipawa na kalama zako kuanza kutumika kwa kiwango kikubwa.
kuanza kutumika kwa kiwango kikubwa. Ndani yako Mungu ameweka vipawa, ameweka karama, lakini havitumiki. Ameweka karama ndani yako ya kuimba, lakini haitumiki. Inaweza kuwa haitumiki kwa sababu una hofu. Una hofu ya ku-exercise kile ambacho kipo. Una hofu. Namba 3. Mungu kukupa ushawishi na mamlaka. Kufunuliwa kuna maanisha Mungu kukupa ushawishi na mamlaka. Kukupa ushawishi. Ushawishi huwa unavuta. Ushawishi ni kama mvuto. Ndio maana kuna watu wana ushawishi. Akiongea na watu mmoja tu. Neno watu mmoja tu limefika kila mahali. Yaani akiongea neno lake tu, akiliongea tu. Ameliongelea Dar es Salaam, limefika kila mahali. Mpaka Afrika yote imeshafika. Kwa nini? Maana yake ana ushawishi kwenye ulimwengu wa roho. Ana ushawishi. Na si tu ushawishi lakini mamlaka. Kwa hiyo Mungu anakupa ushawishi na mamlaka. Namba 4, mataifa na watu kunufaika kupitia maisha yako. Kufunuliwa kuna maanisha mataifa na watu kunufaika kupitia maisha yako. Kunufaika kupitia maisha yako. Hapa kwenye kunufaika kupitia maisha yako, watu wengi ambao hawajui, na huenda kwa sababu labda ya tamaduni walizotoka, familia ambazo wametoka, au kanda ambazo wametoka, wana asili ya ubinafsi au uchoyo. Unajua wewe upo sio kwa ajili yako. Hata Mungu akubariki sio kwa ajili yako. Kuna watu ambao si ndugu zako. Kuna watu ambao hawafahamiani, wanatakiwa wanufaike na maisha yako. Ndio maana kuna wakati sasa, kama wewe Mungu amekuleta ili maisha yako yawe faida kwa wengine, halafu wewe huna hicho kitu ndani yako, ni kama mashariki na magharibi. Maana yake utachukua muda kutengenezwa na Mungu mpaka uje ukubali kukaa na watu. Yaani kuna watu mtihani wao mkubwa ni kukaa na watu. Hawezi kukaa na watu. Sasa kama utaweza kukaa na watu, maana yake watu hawatanufaika na kile ulicho nacho. Kwa hiyo inaweza kuwa umechelewa kuinuka kwa sababu maandalizi ambayo Mungu analeta kwako, mmojawapo ni wewe uwe faida kwa watu wengine wanufaike na maisha yako. Sasa kufunuliwa maana yake ni maisha yako yanafunuliwa, uwe faida kwa watu wengine. Ndio maana Yesu alikuwa faida kwa watu wengine. Yesu alikuwa msaada kwa watu wengine. Ndio maana utaona, ili ujue kwamba watu walikuwa wanaloza namna fulani, Yesu alipofuatwa na Zakayo, na Zakayo, watu wakasema, Bwana wewe ni mdhambi huyo. Ona anaingia kwa nyumba ya mdhambi, anakula na wenye dhambi. Yesu akasema, hapana, mimi sikuja kwa ajili ya mgonjwa, nimekuja kwa ajili ya wagonjwa, nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi, sikuja kwa ajili ya wenye haki. Sasa inahitaji hiyo shule. Yaani inahitaji hiyo shule. Kumfuata mlevi kwa mhubiri. Na ni mlevi.
alafu umeokoka, alafu upendi atamtia unajisi, inahitaji shule ya aina fulani ili kuweza kufanikiwa kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufunuliwa maana yake ni hayo mambo, ndio tafasiri ya hayo mambo manne: kusudi lako kuonekana, vipawa na karama zako kuanza kutumika kwa kiwango kikubwa, Mungu kukupa ushawishi na mamlaka, mataifa na watu kunufaika kupitia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utaona katika Biblia Yusufu alifunuliwa mbele ya Farao. Farao alikuwa hamjui Yusufu. Wote tunafahamu kusoma Biblia, Farao alikuwa hamjui Yusufu. Na hata Yusufu alipojaribu kumwambia yule mnyweshaji, naomba unapoenda kwa Farao nitaje bali bangu, kwa nini saa yake ilikuwa inafika? Ndio maana kuna wakati unaweza kuambia jamani, watu mtajeni jamani, kama saa yako haijafika wale kutaja, wanasahau. Sio kwa sababu hawataki, wanasahaulishwa kwa sababu saa bado. Ndio maana yule mnyweshaji baada ya miaka miwili na jambo limetokea, mfano ndoto hakuna mtafasa na nakumbuka dhambi yangu. Ipi? Kuna mtu fulani kule gerezani wakati tumefungwa mimi na wenzangu, tuliota ndoto, akatutafasiria ndoto. Aiambie nikutaje kwako lakini sikumtaja. Nakumbuka kuna mtu yule ndio. Unaona sasa hii wakati sahihi ulipofika ndio akamtambulisha kwa Farao. Inawezekana hata wewe kuna mambo umeyafanya kwa watu na unaona kana kwamba mbona niwatendea mema watu wengi sana, mbona maisha yangu sioni chochote, basi yani kabisa umesahau kabisa fadhili zangu. Ni kweli, inawezekana kweli umesahau kwa sababu saa yako haijafika bado, lakini utashangaa saa itakapokuja itakuwa rahisi kabisa, uhitaji kuambia. Na ndio maana usiache kuwasaidia watu. Usaidie. Hata kama msaidie yule amekengeuka, usaidie wengine. Wewe sasa unapanda mbegu. Kuna saa utajua ile mbegu uliyoipanda. Kuna nyingine zitakufa, lakini kuna nyingine itaishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona baada ya miaka miwili ndio anakumbuka sasa. Anamwambia, anamtambulisha. Farao anaanza kumjua mtu anaitwa Yusufu. Vipawa vyake. Kile nguvu alionayo. Kumbe kuna saa Farao atakujua. Kuna saa yule mtu ambaye hajaenda kujua atakufahamu. Hiyo ni saa, ni majira ambayo Mungu anayaleta kwako. Hebu sema amen. Lakini pia utamwona Esther alifunuliwa kwa ajili ya kuokoa taifa la Israeli. Esther alikuwa hajijui kama amekalia kile kiti cha umalikia ili aliokoe taifa. Kumbe kuna mtu anaweza hajui kwa sababu saa yake haijafika bado. Lakini maandiko yanasema ndipo saa ilipofika, Mordekai akamwambia, nani ajuae kama ukujia ufalme kwa saa kama hii? Nani ajuae kama ukafanya kitu kwa sababu ya saa hii? Ndio akajitambua sasa, akasema hivi kumbe na mimi ni mtu kumbe kuna watu wananitegemea kumbe kuna watu ambao wanategemea mkono wangu Ndipo akaanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu amejua kwamba hii ni saa. Mungu anamfunua, Mungu anamtambulisha kwamba hii ni saa yako. Akaanza kuomba, akasema fungeni siku 3 na nitafunga siku 3, hakuna kula wala kunywa, alafu nitaingia kinyume cha sheria kwa mfalme. Alipoingia haikuwa kawaida mfalme anaenda kwenye miguu yake hapo akatia miguu yake. Biblia inasema akamnyoshia fimbo ya dhahabu kama Esther njoo. Amepata kibali. Kwa nini? Saa yako ikifika utapata kibali. Utaingia ofisi yoyote itakubalika. Kuna wakati ukiingia kwenye ofisi za watu hawatakubali, hawatakupokea, sio saa yako. Saa ikifika hakuna anayekataa. Hakuna ambaye atakwambia rudi ulikotoka. Kwa nini? Kwa sababu ni saa yako. Maana yake kuna privilege, kuna namna fulani Mungu ataweka kiu kwa yule mtu, na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Lakini pia Daudi alifunuliwa kama mfalme. Daudi alikuwa ni mchungaji wa kondoo, ila akafunuliwa, saa yake ikafika, akafunuliwa kama mfalme. Lakini pia Yesu alifunuliwa. Yesu alikuwa mwanadamu wa kawaida, lakini akafunuliwa. Amefunuliwaje? Alipobatizwa. Biblia inasema ndipo mbingu zikazungumza, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Unaona, mbingu imetamka, mbingu imezungumza, anatambulishwa Yesu. Ni saa baada ya miaka 30 kwenye giza, miaka 30 ya giza,
miaka 30 ya ukimya, miaka 30 ya kutokufahamika, miaka 30 haujulikani popote, miaka 30. Huyu ni Mungu amezaliwa kimeujiza, miaka 30 ya giza, hajulikani, hakuna leta kwa, hakuna mtu anashughuli naye. Kwanza wakati Yesu alikuwa anajisikia, alikuwa anajisikia vizuri, nawaza kweli au sio? Mbona sielewi? Mbona miaka inaenda tu? Mbona sioni? Inawezekana kuna wakati anafanya vitu vinagumu, anafanya hiki kinashindikana, anafanya hiki kinashindikana. Sio wakati. Biblia inasema ulipotimia wakati, tunaona mbingu ikamdhihirisha, ikasema wewe ni mwanangu mpendwa. Dunia, mbingu ikaongea, Mungu akaongea, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Usikieni, mbingu ikaongea. Utaona kusoma hilo andiko, utaona kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Unaona mbingu ikaongea. Maana yake Mungu akamtambulisha mwanae. Mungu akamtambulisha kwa jina la Yesu. Nasema Mungu aitambulishe injili na kubadilisha kwa jina la Yesu. Kuna saa, kuna wakati utaanza kushangaa. Maana yake nini? Mungu ataitambulisha. Kuna wakati unaweza kupita kwenye mazingira fulani magumu sana, mazingira ya ukimya, mazingira ya giza, mazingira ambayo hujulikani, mazingira ambayo Mungu kumbe anakutengeneza. Anakutengeneza kwa ajili ya saa ambayo amekusudia na ataiachilia kuja kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana unitambulishe. Ikiwa kuna nguvu imekamata maisha yangu, ikiwa kuna nguvu inanileta chini, katika jina la Yesu, iwe nguvu za Mungu, iwe nguvu za wachawi, iwe nguvu za mazingira, iwe nguvu za mizimu, iwe nguvu za mashetani, katika jina la Yesu, zinanivuta kunileta chini, ninakataa. Mimi sio wa chini, mimi ni wa juu. Ninakataa katika jina la Yesu hiyo mamlaka iliyonivuta chini, hiyo mamlaka iliyonifunika, hiyo mamlaka iliyonishikilia. Naamuru leo katika jina la Yesu, hilo tumbo la samaki ambalo nimekaa ndani yake kwa muda wa kutosha, miaka ya kutosha, siku za kutosha, iwe mwisho kwa damu ya Yesu. Kama yule mama aliyekuwa ndani ya sinagogi miaka 18 amefungwa na shetani katika udhaifu, leo Bwana ninaomba ikiwa imefanana na huyo mama, kama ambao wewe ulikutana naye na ukamwambia udhaifu wako leo umefunguliwa, iwe leo kwangu katika jina la Yesu. Iwe leo kwangu ile taabu, ile dhiki, ile shida ambayo imenikamata maisha yangu kwa muda mrefu, leo naamuru katika jina la Yesu, ile minyololo ikatike, zile kamba zikatike, zile pingu zikatike, ile mikatale ikatike kwa damu ya Yesu. Ule mfuko utoboke kuanzia sasa, ile tumbo lipasuke kwa damu ya Yesu, ile kinywa kipanuke na nitoke ndani, biashara yangu itoke ndani, huduma yangu itoke ndani, akili yangu itoke ndani kwa damu ya Yesu. Ikiwa nimewekwa mahala pa maficho katika jina la Yesu, adui amenificha, adui ameniweza mahala pa maficho, mahala pa giza, mahala pa aibu, mahala pa mateso, mahala pa udhaifu, kwa damu ya Yesu leo nakataa kwa damu ya Yesu, na amuru zile nguvu za giza ambazo zimenikamata ziniachie leo kwa damu ya Yesu. Nguvu za ulimwengu ziniachie leo, nguvu za kuzimu ziniachie leo, nguvu za magonjwa ziniachie leo, nguvu za laana ziniachie leo, nguvu za maneno ziniachie leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaamuru leo, ikiwa ni ndoa imetumika kuwa kifuniko, ikiwa ni familia imetumika kuwa kamba, kwa damu ya Yesu leo nakata hiyo kamba, nakata hiyo kifuniko, na kifungua kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu kasema, nenda kwenye kile kijiji utakuta punda amefungwa na mwanae, mfungueni mumlete kwangu katika jina la Yesu. Leo naamuru, ikiwa nimefungwa nje ya mji, ikiwa nimefungwa kwenye familia, ikiwa nimefungwa nje ya panda, ikiwa nimefungwa mahala popote, leo natangaza kamba zote ambazo zimefunga maisha yangu, minyororo
yote iliyofunga maisha yangu leo katika, minyororo ikatike, vifungo vilegezwe kwa damu ya Yesu. Mila ikatike kwa damu ya Yesu. Magonjwa niliyowekewa, laana nilizowekewa, mateso niliyowekewa leo yaniache kwa damu ya Yesu. Leo yaniache kwa damu ya Yesu. Hali ya uchovu niliyovalishwa, hali ya kuchoka, kukata tamaa, kutokuona mbele, kutokuendelea, leo imoke ndani yangu. Kukata tamaa, kuchoka kwa hali ya maisha ninayoyasikia na mambo ninayoyasikia yanilemea, na kataa leo, natoka kwenye hiyo kesi kwa damu ya Yesu. Hiyo kesi ya kuzimu walioniletea, hiyo kesi ya kuzimu walionisogezea, leo natoka. Hukumu yangu itoke, hukumu yangu ipitishwe kuanzia sasa. Nikahukumiwa kwa mzima, nikahukumiwa kupata, nikahukumiwa kwa mshindi kwa damu ya Yesu. Hebu anza kuomba sasa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Randu shakapa. Baba, katika jina la Yesu tunakuamini Mungu ndiye mtakatifu. Randu shakapa. Umetuleta duniani kwa makusudi, umetuleta kwa makusudi, umetuweka kwa makusudi, umetuacha kwa makusudi. Maana Mungu umesema katika neno lako, hutanipungukia wala hutaniacha siku zote, katika jina la Yesu. Maana umesema katika neno lako ya kwamba hujapanirudisha, utarehemu tena kwa kadiri ya wingi wa rehema zako. Maana moyo wako upendi kuwatesa wanadamu wala kuwafundisha. Kwa damu ya Mwana-Kondoo nakataa kuanzia sasa mateso ya ulimwengu, nakataa kuanzia sasa shida za ulimwengu, nakataa kuanzia sasa waliotembea njia panda ili kushika unyayo wangu, kushika mate yangu, kushika damu yangu, kushika kizazi changu, kushika maisha yangu. Kuanzia sasa aliyenifunika ndotoni au rohoni, kwenye ulimwengu wa roho, leo nachoma moto vifuniko vyao kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninakataa kuanzia sasa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Maana imeandikwa, mimi Mungu la Bwana, na silaha za Bwana za vita kwa mimi atavunja mfalme, atavunja mataifa, atavunja farasi na aliyempanda, atavunja gari la vita na aliyechukuliwa ndani yake kwa damu ya Mwana-Kondoo. Imeandikwa randu shakapa. Maana Mungu wafanya malaika kuwa roho na watumia kwa miali ya moto. Mimi ni mwali wa moto, mimi ni mwali wa moto, na geuka kwenye ulimwengu wa roho na kuwa mwali wa moto. Kamata maisha yangu kwa namna ya rohoni, kwa namna ya nafsini, kwa namna ya rohoni, kwa namna ya mwilini. Akaweka vikwazo, akaweka vizuizi. Leo namwendea kwa jina la Bwana wa majeshi, namwendea kwa jina la Bwana wa majeshi, kama vile Daudi alivyomwendea Goliathi kwa jina la Bwana wa majeshi. Nami namwendea Goliathi wa maisha yangu, Goliathi wa huduma yangu, Goliathi wa maisha yangu, wa vipawa vyangu, na kutia kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi. Leo natengua mikono yako, natengua viuno vyako, natengua nguvu zako, natengua kafara yako, kila kafara uliyoitoa milimani, kila kafara uliyoitoa njia panda, kila kafara ya chakula, matamshi uliyotamka, vifungo ambavyo umeviachilia vikafunga maisha yangu, mikono yangu, miguu yangu, macho yangu, tumbo langu, kiuno changu, maisha yangu, kuanzia nakata kwa jina la Yesu. Ninatamka kwenye ulimwengu wa roho, moto wa Mungu, moto ulao ukaanze kutafuna hizi zote. Nachoma moto hizi, kila hizi iliyotengenezwa. Imeandikwa wanawake washonao hizi katika mikono yao ili kuinda roho za watu wangu kwa damu ya Mwana-Kondoo. Waliowinda roho yangu, waliowinda akili yangu, waliowinda maisha yangu, waliowinda huduma yangu, waliowinda maisha yangu, leo naamuru kuanzia sasa hizi zako nachoma moto, nateketeza kwa damu ya Mwana-Kondoo. Enyi wana wa ghasia, mlileta ghasia kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye huduma yangu, mlileta ghasia kwenye maisha yangu, kuishi kwangu. Kuanzia sasa kwa damu ya Mwana-Kondoo, randu shakapa, ena mashakapa, katika jina la Yesu. Randu shakapa, naita moto lao, Mungu wetu ni moto lao, naita moto lao, ukaanze kutafuna njia panda, ukatafune kwenye kingo zote, ukatafune katika jina la Yesu. Moto lao, yale magonjwa yaliyowekwa ili kutegesha magonjwa yaliyotegeshewa katika jina la Yesu, ajali iliyotegeshewa katika jina la Yesu, kifo iliyotegeshewa, umaskini iliyotegeshewa, katika jina la Yesu. Imeandikwa Yesu akaingia ndani ya sinagogi, akamwona mwanamke mmoja amepindana mgongo, hawezi kujinyosha, alikuwa na pepo dhaifu, ile hali ambayo imenipata ila mashakapa. Ewe pepo uliyekaa ukasababisha hali hiyo, hali ya uchovu, hali ya usingizi, hali ya magonjwa, hali ya kukata tamaa, hali ya kuchoka, ninakataa hiyo hali kwa damu ya Yesu. Nimegundua wewe ni pepo,
sasa napiga pepo wachafu, napiga mizimu, napiga majoka, napiga mashetani waliotumwa nje panda. Randuru kapayata, randuru shakapa, inawapiga, inawabomoa, inawavunja mliotoka kwenye familia, mliotoka ile njia, mliotoka ile nyumba, mliotoka ile mazingira ambao nimetokea tangu kukua kwangu. Lima shakapa, randuru kapa, mmelijua jina langu, mmejua akili yangu, mmejua mawazo yangu, mmejua njia yangu. Leo naamuru kuanzia sasa, achia kuanzia sasa, achia pepo wachafu na watangazia, achia kuanzia sasa, roho za ulevi achia, mizimu achia, mapepo achia, mizimu achia, na washa moto inateketeza kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa nguvu zangu, Mungu chanzo cha nguvu zangu, wewe ni Mungu chanzo cha hekima yangu, wewe ni Mungu chanzo cha ushindi wangu, katika jina la Yesu ninatangaza kuanzia sasa, rima shakapa, randuru kapayata, randuru kapayata, inasema, inaangamiza, inaharibu, inavunja na teketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu, inachoma moto, ila kapayata, inafungwa kuanzia sasa, inafungwa akili yangu iliyofunikwa. Bwana nifunue, Bwana nifunue, nilete katikati ya watu, nilete Bwana kutokea mafichoni, nitoe mafichoni, nitoe mafichoni, nitoe mafichoni, nitoe mahali pofichwa kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Lile giza likaondoka kuanzia sasa. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 60 mstari wa 1 hadi wa 3, iko kangaze, maana nuru yako imekuja kuja. Amka neno vumili, imka randuru kapa, ili mataifa wapate kuiona haki yenu kwa damu ya mwana-kondoo. Kama shakapa, kama vile ambavyo Yusufu Farao akamuona, alifunuliwa ili aonekane Farao. Bwana nifunue kwa jina la Yesu, nionekane kabila za watu na jamaa za watu, nionekane pote pote, kila mahali unapokusudia nionekane. Injili yako ifike, injili inabadilisha, ifunue Bwana, ijulikane Bwana, ionekane Bwana. Randuru kapayata, rikapayata baba, rikapayata baba, shata baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana-kondoo, rikapayata baba, ina mashaka payata baba, katika jina la Yesu, ina mashaka payata, randuru kapayata, ujulikane wewe tena miujiza, ujulikane randuru kapayata, ni Mungu wa maajabu, ujulikane na falme, ujulikane mataifa, ujulikane na falme, ujulikane mataifa, ujulikane na falme, ujulikane kuzimu, ujulikane angani, ujulikane baharini, ujulikane kila mahala, taarifa zako zikafike. Lima shakapa, wakakimbia uso wako, wakimbia uso wako. Julikane Bwana, ujulikane Bwana, julikane Bwana, julikane Bwana, julikane kwa wakorofi, julikane kwa nyavibuni, julikane kwa watu wote, ukajulikane mtenda miujiza, ukajulikane mtenda maajabu, ukajulikane Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Shakapa, shante Bwana kwa ukubwa wako, shante Bwana kwa fadhili zako, heshima na mtukufu ni wako, mamlaka na uwezo ni wako, kwa jina la Yesu Kristo. Shante Bwana kwa ajili ya watu hawa, neema yako iongezeke, kibali chako kionekane juu yao, wape kiu na shauku ndani ya mioyo yao, wape hamasa ndani yao kukutafuta uso wako, kukutafuta siku zote, ili Bwana maisha yakabadilishwa na kukemshwa katika jina la Yesu. Pokea heshima, pokea mamlaka, pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Ujulikane mwenye nguvu, ujulikane, ujulikane mtenda miujiza, ujulikane, ujulikane Mungu mwenye nguvu, ujulikane Yesu, ujulikane Jesus, ujulikane. Rahata ya tosha.